Rais wa zamani wa Marekani Joe Biden amegundulika kuwa ana aina kali ya saratani ya tezi dume ambayo kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na ofisi yake binafsi siku ya Jumapili imeeleza kuwa tayari imeenea hadi kwenye mifupa. Taarifa hiyo ilisema kuwa wiki iliyopita Biden mwenye umri wa miaka 82 alifanyiwa uchunguzi kufuatia dalili za kuongezeka kwa matatizo ya mkojo. Madaktari walibaini kuwa ana uvimbe kwenye tezi dume na siku ya Ijumaa walithibitisha kuwa ni saratani ya tezi dume yenye alama ya Gleason score ya 9, kiwango kinachoashiria aina kali zaidi ya ugonjwa huo na kwamba tayari imeenea hadi kwenye mifupa. Ingawa aina hii ya saratani ni kali, madaktari wamesema kuwa ni saratani inayotii matibabu ya homoni, jambo linalorahisisha udhibiti wake, iliongeza taarifa hiyo. Biden na familia yake wanasemekana kuwa wanashauriana na madaktari wake kuhusu njia bora za matibabu. Kupitia mtandao wa X siku ya Jumatatu, Biden aliandika, "Saratani inagusa sisi sote." Aliongeza kuwa yeye na mke wake, Jill Biden, wamejifunza kuwa wanakuwa na nguvu zaidi wanapokumbwa na changamoto kubwa. "Asanteni kwa kutuinua kwa upendo na msaada wenu," aliandika. Wiki chache zilizopita, msemaji wa Biden alithibitisha kuwa madaktari waligundua uvimbe mdogo kwenye tezi dume wakati wa uchunguzi wa afya. Daktari Jimmy Brimbart, bingwa wa magonjwa ya mkojo na upasuaji wa robot kutoka Orlando Health, ambaye hahusiki na matibabu ya Biden, alisema saratani ya tezi dume ni ya kawaida sana. "Tunavyozeeka, wanaume wengi hupata seli ndogo za saratani." Kwa mujibu wa Daktari Benjamin Davis wa chuo kikuu cha Pittsburgh, alama ya Gleason 9 inaonyesha kuwa saratani hiyo ni kali zaidi na inaweza kuenea haraka. Hivi sasa Biden yupo nyumbani kwake Wilmington, huku taarifa kuhusu wapi anapopokea matibabu zikiendelea kufuatiliwa. Kumekuwa na wasiwasi kuhusu afya na umri wa Biden tangu akiwa madarakani, hasa baada ya kushindwa kuonyesha uimara katika mdahalo dhidi ya Donald Trump mnamo mwezi wa 6 mwaka 2024, hali iliyochangia uamuzi wake wa kujiondoa kwenye uchaguzi wa rais mwaka huo. Katika mahojiano ya hivi karibuni kwenye kipindi cha The View, Biden alikanusha madai ya kuwa anapoteza uwezo wa kiakili, akisisitiza kuwa alikuwa bado anaendelea kufanya kazi kwa bidii hadi siku za mwisho wa utawala wake. Mke wake, Jill Biden, aliongeza kuwa watu wanaoandika vitabu kuhusu kupungua kwa uwezo wa mumewe hawakuwa naye Ikulu na hawakushuhudia jinsi alivyokuwa akijituma kila siku. Rais Donald Trump, licha ya ukosoaji wake wa muda mrefu dhidi ya Biden, alitoa salamu za pole kupitia Truth Social. "Melania na mimi tumesikitishwa na taarifa za matatizo ya kiafya ya Joe Biden. Tunatakia yeye na Jill uponaji wa haraka na mafanikio." Makamu wa rais wa zamani Kamala Harris naye alitoa pole na kusema Joe ni mpambanaji, tuna matumaini kuwa anapona kwa haraka. Wanafamilia, viongozi wa kisiasa na watu mbalimbali wameendelea kumwombea Biden afya njema, huku dunia ikifuatilia kwa karibu hali yake. Hii ni TriGen Media.